فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Tulishia katika aya nambari 20. Kwa hiyo tunaondokea kwenye aya 21 leo. Hii inazungumzia mtihani ambao alipewa Nabii Daudi alayhi salam na Mola wake kwa ajili ya kuangaliwa uwezo wake na ufanisi katika utendaji wa majukumu aliyopewa. Allah huwa anawapa hata watu watukufu mitihani, na kila mtahiniwa upewa mtihani wa level yake. Yubtala nasu ala qadri dinihim, Mtume amesema watu wote ni watahiniwa, lakini hujaribiwa watu kwa mujibu wa dini yao, yani kiwango chake cha imani na taa au nafasi aliyo ndio inayodetermine mtihani wa kiasi gani apewe. Kwa hiyo na mitume nao huwa wanapewa mitihani. Wa hal ataka naba'ul khasmi, Allah anamuuliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umeshaipata habari ya ugomvi? Idh tasawwaru almihrab, wagomvi walipopindukia ukuta wakaingia kwenye mihrab. Idh dakhalu ala Dauda fafazi'a minhum, mihrabu iko kwenye kasri ya Daud, ni sehemu tukufu inayoheshimiwa kuliko sehemu zote za nyumba yake, kwa sababu hapo ni mahala anapofanya ibada. Sisi huwa tunajenga majengo, mtu akakata mwenyewe anavyotaka, hapa dining room, living room, sitting room, master bedroom, kitchen, wapi, lakini tunasahau kuweka musalla, kwa sababu si watu wa kusali nyumbani. Hiyo msikitini ukipata nafasi, ikikutoka ndio imetoka. Lakini watu wanaojua kutengeneza makazi mazuri ya akhira, sehemu ya ibada nyumbani muhimu. Kwa hiyo Daudi kwenye jumba lake kulikuwa kuna sehemu hiyo yenye kipaumbele cha kwanza. Mwenyewe hapo akimaliza shughuli zake za kuhudumia umma, hapo anakuwa na muamala. Nipe kondoo wako mmoja, nimuingize kwenye kundi langu, watakuwa wetu pamoja. Mimi nakataa, sitaki ushirika wa aina hiyo, lakini waazani fil khitab, huyo bwana ana hoja za nguvu, ananishinda kwa hoja. Kila nikimkatalia sitaki, yeye anang'ang'ania tu tuchanganye. Kwa hiyo hilo ndio Nabii alayhi salam qala, akasema laqad dhalamaka bisuali naajatika ila niaji, awaunganishe na kundi lake la kondoo 99, anakudhulumu. Na kama ni kwa madai ya kwamba watakuwa wenu pamoja, ushirika huu hauko sawa, kwa sababu wa inna kathiran min alkhulatai, wengi wenye kushirikiana kwenye mambo wakachanganya vya kwao, hatimaye nakuwa la yabghi ba'dhum ala ba'd, hudhulumiana. Mwenye nguvu hapo atamdhulumu asiye na nguvu. Sasa huyu ana mali nyingi, kondoo 99, 100 kasoro mmoja. Wewe una wako mmoja, ndo ataongeza idadi ya 100 kwenye hilo kundi. Halafu mtauita huu ushirika hisa 99 kwa moja. Ushirika kama huu unakuwa hauna mwelekeo mzuri, mtaishia kwenye magomvi na kudhulumiana. Inna kathiran min alkhulatai, washirika wengi wenye kuchanganya vyao
wakasema tuchanganye, tutakuwa shirika. La yabghi ba'dhum ala ba'd, mwishowe hudhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, Allahumma, ila hilo halipatikani kwa watu walioamini na wakawa wamenyooka katika kutenda mema. Wa qalilum mahum, na watu wa aina hiyo wako wachache mno. Ndo hukumu ya Daudi hiyo aliyotoa. Baada ya kumaliza Daudi maneno yake tu, wale wageni wakatoweka. Wameingia kwake kwa njia sio ya kawaida. Usiku anapiga ibada zake kwenye mihrab, ni sehemu sio ya kwamba wakifika mgeni anaingia. Wamepindukia ukuta, wakachupa, wakaingia ndani. Na ndio maana Allah anasema fafazi minhum, akafadhaika, akasema nimevamiwa. Qalu la takhaf, wakamwambia usiogope, amani tu mzee, hatujaja kwa shari, tumekuja na kesi, tuna ugomvi. Sasa ugomvi huo usiku, usimngesubiri kesho? Lakini kasikiliza ugomvi, akaona kumbe kesi yenyewe nyepesi, akaiamua na akawapa nasaha. Hizo ni nasaha. Wa inna kathiran min al-khulatai la yabghi ba'dhum ala ba'd, washirika wengi huishia kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa hawadhulumiani wale wenye imani ya dhati na wanaoitendea amali njema. Wa qalilum mahum, na waumini wa aina hii wako wachache sana. Wa dhanna Daudu annama fatannahu, Daudi akahakikisha ule ulikuwa ni mtihani, tumemtahini. Fastaghfara rabbahu, akaomba msamaha kwa Mola wake. Wa kharra raki'an wa anab, akasali, akarukuu na kusujudi kumuomba Mola wake msamaha. Kaja kushtuka baadaye, nimekosea, ule nilipewa mtihani na nimeufanya vibaya, nimefeli. Kwa hiyo akaomba msamaha kwa Mola wake, na aliyeomba msamaha akathibitisha kumsamehe kwa kusema faghafarna lahu dhalik, tulimsamehe kosa hilo. Wa inna lahu indana la wa inna lahu indana la zulfa wa husna maab, na Daudi mbele yetu ana nafasi nzuri tu na ana marejeo mema. Tulisema kwamba tunazungumza mmoja kama ni kielelezo cha mitihani ambayo hata watukufu nao hutahiniwa, hujaribiwa. Mtihani huu unatakiwa utulize akili kwa kina, ufahamu uzito wake. Lakini kwa kusoma ndo tushasoma, tushapita. Wengine wenye akili ndogo tunahitaji mpaka tena tupewe ufafanuzi na hivi na hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi: wa hal ataka naba'ul khasmi, je, Muhammad, imekufikia habari ya wagomvi, watu waliokuwa wana mzozo? Idh tasawwaru almihrab, walipoingia kwenye eneo lisilowahusu kwa kupindukia ukuta, wakaingia kwenye chumba cha ibada. Tafsiri yake ni kwamba وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هذا الاستفهام، hili ni swala, lakini swala lenyewe litajib wa tashwiq lisami'. Mara nyingi kwenye Qur'ani huwa zinakuja aya kwa mfumo wa swali. Tukisemezwa kwa mtindo huu,
Hii huwa inatengeneza namna ya yule anayesemezwa kukaa makini kusikiliza. Hata kwenye lugha yetu ya Kiswahili utaratibu huu huwa tunautumia. Inawezekana kwa washabiki wa mpira wameingia kwenye pitch pamoja, wameangalia game mwanzo mpaka mwisho, lakini wakitoka huko nje wanavyosimuliana, bwana wewe umeiona ile aliyoifanya fulani pale uwanjani? Sasa nyote mlikuwepo, mmeona game mwanzo mwisho, lakini kama una kitu cha ziada unataka kumkumbusha mwenzako, labda wakati huo hakuwa makini, wameingia wakati mbaya kwa Daudi, maana wakati huu mwenyewe kautenga baina yake na Mola wake tu, anajishughulisha sana wakati huu kwa ibada na mambo ya kumtii Mola wake. Mchana kishafanya kazi ya kuhudumia umma, ana dhamana nzito ya uongozi, kishakidhi haja za watu mbalimbali, lakini akirudi nyumbani halali usiku kucha, anatenga muda wa baina yake na Mola wake, kama alivyoambiwa mtume wetu, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ndani ya wakati wako binafsi wa faragha ule wa kupumzika, usiutumie wote kwa kupumzika, jipinde, uwe na ukaribu baina yako na Mola wako. Watu wema wote wanakuwa hivyo. Hata Allah anawasifu siku ya kiyama, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sehemu ndogo sana ya usiku duniani wao ndo walikuwa wanapumzika, wanalala, na ule wakati wa alfajiri wao ndo wanautumia kuomba. Faujanu mukhtasimani, tumekuja kupata ufumbuzi. Fahkum bainana bilhaqi, basi tuhukumu baina yetu kwa haki, wala tushtit, wala usipendelee, wala usidhulumu. Fanya haki baina yetu. Maamuzi utakayotoa we kadhi, tutaondoka nayo, tutaenda kuyafanyia kazi. Fahkum bainana biladli wala tajurra wala tadhlim, tuhukumu baina yetu kwa uadilifu, wala usitudhulumu, usidhulumu upande wote. Fil hukmi, katika kutoa maamuzi. Wewe ndo uloletewa sharia, hili ni jambo linahitaji ufumbuzi wa kisheria, tupe maamuzi yako. Ukishatupa maamuzi, wahdina ila sawai sirati, utuelekeze kwenye njia ya sawa. Tupe nasaha kidogo, tuache hii mivutano, mizozo, utuelekeze kwenye njia ya sawa. Yani wa arshidna ila wasati tariqi, utuelekeze kwenye njia ya sawa sawa, yani ila tariqi alhaqi alwadih, tuelekeze kwenye njia ya haki iliyokuwa sahihi. Halafu ndo wakatoa kesi yao, inna hadha akhi, mmoja akasema huyu ni ndugu yangu. Inna hadha akhi, huyu ni ndugu yangu. Lahu 99 na'jatan, anamiliki kondoo 99. Waliya na'jatun wahidatun, mimi ninamiliki kondoo mmoja tu. Hadhihi bidayatu qissati alkhasmain, hapa ndo mwanzo wa hicho kisa cha hawa wagomvi wawili. Wameingia, wamemuona, walimwendea kafadhaika, wakamtoa hofu. Hapa ndo wanaanza kilichowapeleka kusimulia. Inna hadha akhi, qala ahaduhuma, mmoja kati ya wawili kasema, inna sahibi hadha, huyu mwenzangu, yamliku 99 na'jatan, anamiliki kondoo 99. وهي أنثى الضأن, نعجة ni أنثى الضأن, ni kondoo majike, yani wanazaa, anazalisha sana mifugo. Wewe mwenzangu yuko vizuri,
anamiliki kondoo majike 99, wa amliku ana na'jatun wahidatun, mimi ninamiliki kondoo jike mmoja tu. Ndio kilichotuleta hapa. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض أن عنده 99 امرأة وعند امرأة واحدة. wanasema hii inakuwa ni kinaya, lugha waliotumia. Wametaja kondoo lakini wanamaanisha si kondoo. Algharadhu, makusudio, anna indahu, huyo anayeshitakiwa, anayelalamikiwa, yeye anao 99 mraatan, anawake 99. Wa indi, na mimi ndugu yake, imraatun wahidatun, nina mke mmoja tu. Faqala akfilniha, ananiambia tuchanganye, yani malikniha, huyu mmoja nimilikishe mimi, waj'alha tahta kifalati, awe chini ya uchunga wangu. Angalizo, kwenye visa vingi vinavyosimuliwa vya Daudi na Suleiman, huwa munaingizwa ahadithul israiliyat. Mmesikia? Kuna hadithi za Kiisraeli ambazo sio sahihi, ni za uongo, za upotoshaji. Kwa hiyo njia salama ni kuchukua kama ambavyo maandiko yako. Huyu mwenzangu ana kondoo 99 majike, na mimi nina kondoo mmoja jike. Ananing'ang'ania kondoo wangu mmoja nimpe yeye kwenye kundi lake, na kataa, lakini wa'azzani fil khitabi, ananishinda kwa hoja. Yani ghalabani fil khusuma, kwenye mzozo wetu au mvutano wetu, huyu jamaa ananishinda kwa hoja, mng'ang'anizi kwenye shauri lake. Washaddada alayya fil qawli wa aghlaza, na anapoongea nami anaongea kwa hamasa na maneno makali, kiasi kwamba mimi nimeona ananitishia maisha. Ndio ni maana tukaamua tuje kwako, mzee, mfalme, hakimu, utuhukumu. Daudi kasikiliza kauli ya huyo mmoja, kaona imemtosha, akatoa matamko yake naye. Qala, akasema Daud, laqad zalamaka, hapo watakuwa anakudhulumu, bisuali na'jatika ila ni'aji, kwa kukuomba kondoo wako mmoja achanganye na kondoo wake 99, anakudhulumu. Qala lahu Daudu, Daudi alimwambia yule aliyeanza kutoa maelezo, laqad zalamaka bihadha talabi, anakudhulumu kwa dai lake hili au ombi lake hili. Hina arada intizaa na'jatika, anapotaka kukunyang'anya kondoo wako, minka, amuondoe kwenye dhamana yako, liyakmila ma indahu ila 100, ili akamilishe kundi alilonalo kwa kuwa na kondoo 100 kamili. Hii si ishara nzuri, pana vinyemelezi vya kudhulumiana. Alafu akasema, wa inna kathiran min alkhulatai, na hakika ya washirika wengi wenye kuchanganya changanya mali, la yabghi ba'dhum ala ba'd, huishia kudhulumiana mwisho wake wenyewe kwa wenyewe. Mwenye nguvu aliye mjanja atamdhulumu mwenzake. Ndo maamuzi ya Daudi.
wa inna kathiran min ashurakai, hakika ya washirika wengi, la yataadda ba'dhum ala ba'd, huwa wanadhulumiana baadaye wenyewe kwa wenyewe. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa jambo la kudhulumiana hawanalo waumini wa kweli wenye kufanya mema. Hawa siku zote wanakuwa wamenyooka, wanafuata utaratibu, hawadhulumiani waumini wenye kutenda mema. Wa qalilum mahum, lakini watu wa kiwango hiki duniani mara zote wanakuwa ni wachache. Watu wema huwa ni wachache. Wanaosema na kujisifia imani ni wengi, lakini walionyooka, walio kwenye viwango wanakuwa ni wachache sana. Illa almu'minina alladhina ya'maluna salihati, isipokuwa hawadhulumiani waumini ambao wanatenda mema. Fa innahum la yabghuna, hawa huwa hawadhulumiani, wa hum qalilun, watu wa aina hiyo duniani wanakuwa kidogo. Au kwenye miji wamo, lakini wanakuwa kidogo sana. Baada ya statement ya Daud, ule ugeni ukatoweka, na ndipo alipotanabahi baada ya kutoweka ugeni. Ugeni ukatoweka, ndo wameona kesi ishahukumiwa, nasaha zishatolewa, washaelekezwa kwenye njia ya sawa, au wakaondoka kwa njia za ajabu ajabu. Ghafla hawaoni tu, hakuwaona tena kubirukia ukuta wakatoka kwa nje, kaona hawapo tu. Wazanna Daudu annama fatannahu, hapa ndipo alipoamka Daudi akasema, huu ni mtihani wa Mola wangu amenitahini kwenye masala ya uadilifu, kwenye kutoa hukumu, na hapa nimeyakoroga, nimeharibu. Kahakikisha mwenyewe annama fatannahu, kwamba kwa hakika ule ulikuwa ni mtihani, tumemtahini, na kaona kuwa kakosea kwa alichokifanya. A'lama wa aiqana, alijua Daudi na akawa ana yaqini, annama ikhtabarnahu, kwamba tumempa mtihani, bihadhihi alhaditha, kwa tukio hili lililomtokea. Wa tilka alhukuma, yeye ndo mkuu wa mamlaka, mkuu wa dola, alafu ndo jaji mkuu au kadhi mkuu, ana dhamana nzito, kafanya kosa kwenye kuendesha kesi. Fastaghfara rabbahu, alipojua kosa lake akamuomba msamaha Mola wake. Wa kharra raki'an wa ana, akaswali sana akirukuu na kusujudi kwa kumuomba Mola wake msamaha. Talaba almaghfirata min Allah, aliomba kwa Allah msamaha. Wa kharra sajidan lillahi ta'ala, akaporomoka kusali akirukuu na kusujudi kwa ajili ya Allah. Waraja ilayhi bitawbati wan nadami, akarejea kwa Mola wake kwa kutubu kosa lake na kujutia alichokifanya. Ala ma farrata minhu, kwa lile ambalo alilifanya kinyume na utaratibu. Qala Abu Hayyan, mwanachuoni Abu Hayyan amesema, wa dhakara almufassiruna fi hadhihi alqissati ashyaa, wataalamu wa tafsiri ya Qur'ani kwenye kisa hichi wamesema mambo mengi. La tunasabu manasib al-anbiya, mambo mengi ya ovyo ovyo yametajwa kwenye kisa hiki, hayawezi kunasibishwa na hadhi za manabii. Ndio hayo nilotahadharisha. Wa kuna visa vya Kiisrailiyati, waandishi wengine walikuwa wanavichukua na kuandika tu. Anasema mwandishi wa tafsiri hii, kuna visa vingi, kuna maelezo mengi ya watu wa tafsiri ambayo ukiyazingatia hayanasibiani na hadhi za mitume ambao ni maasumini. Lakini kwa sisi kwenye tafsiri yetu, darabna an dhikriha safhan, hatukuona haja ya kutaja chochote katika visa hivyo. Walladhi yadullu alayhi dhahirul aya, kitu kinachoashiriwa na dhahiri ya aya, min anna
min anna almutasawwirina almihraba, aya imezungumza wazi wazi waliobirukia ukuta kanu minal insi, walikuwa ni binadamu. Hata kama ni malaika wamekwenda kwa umbo la kibinadamu kwa Daudi, wameongea lugha anayoongea Daudi. Dakhalu alayhi, wameingia kwa Daudi min ghairi almadkhali, pasi na ile njia ya kawaida ya kuingia. Hawakupita kwenye geti, hawakugonga mlango, hawakupeleka appointment, wameingia tu ghafla, wakati siwo. Wa fi ghairi waqtin julusihi lilhukmi, wamekuja na kesi yao sio wakati ambao Daudi hukaa kwenye mahakama kwa muda maalumu ambao huwa anasikiliza kesi. Ndio kilicho wazi kwenye aya. Wamekwenda kwake watu wakashtaki kesi yao, wameingia si kwa njia ya kawaida, na sio wakati ambao Daudi aliutenga. Wakati huu huwa ninashughulika na mambo ya kesi. Wameenda wakati wa faragha yake mwenyewe, wakaenda wakamsumbua. Wa annahu fazza minhum, na Daudi alifadhaishwa na ujio wa watu hao. Dhanna minhu annahum yaghtalunahu, kwa haraka haraka akili inakuja, hawa watu wanataka kunihujumu. Maana kila mfalme ana maadui. Pengine hii ni njama ya watu wamepanga mapinduzi. Inaonyesha kama kumeingia ndani 5 6, wengine weshaizunguka nyumba. Sasa lazima afadhaike, aangalie namna ya kujitetea. Idh kana munfaridan, Daudi wakati huo alikuwa yuko peke yake mwenyewe kwenye sehemu ya ibada. Fi mihrabihi, kwenye mihrabu yake. La ibadati rabbihi, hapo alikuwa anakaa kwa lengo la kumwabudu Mola wake. Falamma tadaha lahu annahum ja'u fi hukuma, alipobainikiwa kwamba hawa watu wamekuja kwenye masala ya hukumu. Wa baraza minhum, akakaa nao kuwasikiliza. Baraza minhum ithnaini au ithnani, aliwasikiliza wawili. Inaonyesha walioingia ndani sio wawili. Ndio maana wakasema nabaul khasmi idh tasawwaru almihrab. Kama wangelikuwa wawili mote, ingeliandikwa idh tasawwara almihrab. Kwa hiyo kila mtu ana washabiki wake nyuma, lakini walioripoti kesi yao ni wawili, mlalamikaji na mlalamikiwa, wawili. Hawakawasikiliza litahakumi, kwa ajili ya kutaka kutoa maamuzi. Wamekuja na shauri, awasikilize, atoe maamuzi. Kama alipogundua kafanya kosa, fastaghfara min dhalika, aliomba msamaha kwa lile kosa lake. Min dhalika dhanni, kwa ile dhani kwamba wamekuja watu, nimesikiliza, lakini nimekosea kwa sharia za kimahakama. Sharia za kimahakama, kama kumekuja lalamiko, lazima kutakuwa na mlalamikaji na awepo mlalamikiwa. Na unapokwenda mbali wakikuchanganya mlalamikaji na mlalamikiwa, utahitaji support, kila mmoja alete mashahidi wake. Nyinyi mnagombaniana kitu hichi. Unayo hati ya kumiliki? Asi na mzee, lakini mimi nilipewa na babu hakuwa na hati. Na huyu unayesema hii ni haki yangu, nimemiliki. Unayo hati? Sina. Sasa nipe wewe mashahidi wa kunithibitishia hii ni mali yako, na wewe lete mashahidi. Ndio kesi inavyokwenda. Lakini unamsikiliza mtu mmoja halafu unatoa maamuzi. Na mara nyingi kwenye masala kama haya, yule dhalimu ndo anakuwa mjanja wa kusema anajua kunukuu CPA, yani Criminal Procedure Act, anaanza kichwani. Kadhulumu yeye, alafu yeye anashinda mahakamani. Kwa hiyo jaji, unatakiwa uwe na uadilifu, uwe na uwezo wa kuwahoji wote wawili, alafu utagundua aliyemkweli kanyoosha maelezo, na mtu ambaye anayapamba maelezo yake kwa uongo anajulikana tu. Kwa hiyo kamsikiliza mtu mmoja tu, alafu akatoa maamuzi.
akajua kakosea kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji kesi mahakamani. Wa kharra sajidan lillahi azza wa jalla, Daudi akaporomoka kusujudi kwa ajili ya Allah mwenye nguvu na utukufu. Wa nahnu na'lamu qat'an anna al-anbiya'a ma'sumuna min al-khataya, lakini usisahau sisi kwenye mlango wa imani tunajua fika kwamba manabii wanakuwa ni maasumun, hawawezi kufanya dhulma kubwa kama hiyo ya wazi. Kwa sababu law jawazna alaihim shay'an min dhalika la batalat ash-shara'i'a, kama tunge notice kuna yoyote katika hawa kafanya dhulma kwenye dhamana aliyopewa, basi hata hiyo sharia ingekuwa imebatilika. Manabii wanakuwa maasumun, hawafanyi makosa makubwa kama haya ya dhulma, kupindisha sheria, kula vitu visivyowahusu. Manabii wote hawafanyi hivyo, lakini kule kukosea kidogo kwa mtu mkubwa ndo kwake kunakuwa kosa. Kosa kama hilo kwa watu wengine linachukuliwa la kawaida tu. Walam yathiqa bi shay'in mimma yadhkurun, kama wangekuwa mitume wana tabia hizi za kitapeli walizonazo watu wa kawaida, yale wanayoyafundisha yasingekuwa na uzito. Kwa hiyo walikuwa wanalindwa kiasi kwamba hakutokei nafasi ya watu kupata kutia lao la kumtia dosari. Hawajakosea, na unakuta katika shutuma wanazopewa na watu wao, mtu anaitwa mchawi, anaitwa kuhani, anaitwa mwenda wazimu, majina mabaya, lakini hakuna kinachoweza kuthibitisha hizo sifa mbaya wanazopewa, kwa sababu Allah alikuwa kwanza huchagua pa kuweka utume, alafu anaowachagua anawalinda. Fama hakallahu fi kitabihi, kwa hiyo tunachotakiwa sisi kuzingatia hichi alichokisimlia Allah mwenyewe kwenye kitabu chake, yamurru ala ma aradahu Allah, ndicho kinachopita kwenye mpito ambao Allah mwenyewe kataka. Tena msisikilize sherehe nyingine zikaingia hapa zikachafua maana. Kinachoeleweka hapa ni kwamba Daudi wakati wa usiku alikuwa kwenye mihrab anafanya ibada zake, katokewa ghafla na watu walioingia kwa njia isiyo ya kawaida, na akafadhaika kwa kuwaona, wakamtoa hofu, wakampa kesi yao, akatoa maamuzi. Hicho ndo kilichozungumzwa. Na hapa tunasema huu ni mtihani kwake, kama ambavyo aya zinathibitisha, wa dhanna Daudu annama fatannahu. Daudi baada ya zoezi kukamilika alihakikisha kwamba tumempa mtihani, na akajua kuwa kafeli kwenye alichokifanya. Kujua kwake kuwa kafeli ndiko kulikomsukuma akasali sana na kuomba msamaha. Wama haka alqisas, na yaliyosimliwa kwenye visa simulizi za watu, mimma fihi ghadun min mansibin nubuwa, katika mambo ambayo yana ukakasi kwenye hadhi za utume, tarahnahu, tunatakiwa tuyatupe tu. Kuna mambo ya aibu, matusi wanawasingizia mitume, lakini hayo yalikuwa yanajiri wakati huo wa mwanzo, maana Makureishi ni maadui wa Mtume Muhammad, na wao wanapotaka kutafuta vipi watamshinda walikuwa wepesi kwenda kwa watu wa kitabu. Umeshuka aya imewachanganya wao, Makureishi wanaenda kuiulizia kwa watu wa kitabu Mayahudi, Wayahudi wakawa wanawapa tu vitu wanavyotaka. Hiyo ilikuwa hivi 1 2 3, kiasi wawachanganye watu akili. Kwa hiyo zipo hadithi zinaitwa ahadithul israiliyat, ni hadithi walizouliza Makureishi kwa Mayahudi, walichojibiwa waandishi wakaandika, zikakutikana kwenye vitabu mbalimbali vya tarehe na sira, lakini vinakuwa sio sahihi. Thumma qala ta'ala, alafu Allah akasema, faghafarna lahu dhalik, baada ya kuomba sana msamaha
Wanasema wanawachuoni wengine siku 40 mfululizo Daudi anakesha usiku kuomba msamaha. Kama alikuwa ana tabia ya kutumia nusu ya usiku, baada ya tukio hili usiku mzima yeye yuko analia na Allah kumuomba msamaha. Allah anasema faghafarna lahu dhalik, tukamsamehe kosa hilo. Fasamihnahu, tukamsamehe. Wa ghafarna an dhalika, tukaachana na hilo kosa lilolifanya. Adhannu sayyi, ilikuwa ni dhana mbaya, uelewa mbaya. Kitendo alichokifanya katika kuamua ilikuwa katengeneza suu tafahum, dhana mbaya. Na kwa sababu ya wadhifa wake watu wanamfuata yeye, itachukuliwa ile ni kama sunna. Hata mtume wetu si alifanya maamuzi akagombwa, akaambiwa ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kwa hiyo nayo ni jambo dogo la kawaida kusema basi mimi kitu fulani sitotumia tena kuanzia sasa. Ni jambo unaliona la kawaida, ni khiari ya mtu. Kwa nafasi yake lile lingekuwa kubwa, haswa watu walivyokuwa wanamuiga kwa dogo na kubwa, ingechukuliwa hii ni sunna. Mtume kafanya hivi. Jambo la kuhalalisha na kuharamisha linatoka kwa Allah. Hajapewa mtu yote, hata mtume si kazi yake hiyo. Yeye kazi yake kusimamia alichopewa. Kwa hiyo na yeye Daud alikosea katika kutoa maamuzi au kuendesha kesi, hakufata utaratibu na akajua alichokosea. Kasikiliza mtu mmoja akatoa maamuzi bila kuzingatia, pengine huyu mtu mmoja aloanza kutangulia kusema ndo mlalamishi mwenyewe huyu. Hakuzingatia hicho, katoa maamuzi na watu wakaondoka. Kwa hiyo hili ndilo tunalotakiwa tuondoke nalo. Allah anasema fasamihnahu, tukamsamehe. Wa ghafarna an dhalika dhanni sayyi, tukamuondolea au tukamsamehe hiyo dhana mbaya. Birrajulaini, waliokuja nayo wale watu wawili. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir ghafarna lahu. Ibn Kathir katafsiri hayo maneno faghafarna lahu dhalik, anasema maana yake Allah anasema ghafarna lahu ma kana minhu mimma yuqalu fi, tumemsamehe Daudi kwa yale ambayo amesemwa kwayo, aliyokuwa nayo ambayo watu wamemzungumzia. Hasanatil abrari sayiatul muqarrabin, watu wanasema hasanatul abrari, yale mambo mema yanayofanywa na watu wa kawaida, waumini wema, yale mema yao yanakuwa sayiatul muqarrabin, kwa watu wenye dhamana walio karibu na Allah kwa dhamana zao yanakuwa ni makosa. Ni kama huo mfano tuloutoa, mmoja huu na mmoja wa mtume wetu kusema basi wake zangu, kama nimekuja ninanuka maghafira, kile kinywaji ninachokunywa kwa mke mwenzenu sitokitumia tena. Sasa watu watachukua kile kinywaji haramu, wengine watasema makruhu, wengine watasema wakati ni kinywaji halali kimechanganywa kwa asali, basi tu kwa kutaka ridhaa ya huyu basi mimi nitafanya hivi. Unapangua sharia nzima kwa sababu ya utashi mdogo tu. Sasa kwa mtu wa kawaida kama mimi naweza kusema mimi kuanzia sasa hivi sitaki kula chakula fulani, naona kinanisumbua, haidhurishi kitu. Lakini kwa mtu kama yeye kusema ninajipigia marufuku kitu fulani, watu wanachukua ni sunna, wakati itakuwa ni tofauti na alivyojenga. Wa inna lahu indana la zulfa, yani wa inna lahu, na hakika anayo Daudi, la qurbatun wa karama, ana nafasi ya karibu, nafasi tukufu, ana na karama aliyopewa, hadhi ya juu, baada al-maghfira, baada ya kusamehewa. Wa husna maab, pia ana marejeo mema kwa Mola wake atakaporudi. Wa husna marja fil akhirah, ana marejeo mazuri atakaporudi kwa Mola wake akhira. Kwa leo tutasoma mpaka hapo kwa sababu nina masuala mawili.
yatachukua pia muda kuyajibu. Narudia tena kwanza hapo tuliposoma leo, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasmi, je, imekufikia habari ya ugomvi? Idh tasawwaru almihrab, wagomvi hawa walipopindukia ukuta. Idh dakhalu ala Dauda, wagomvi hawa waliingia kwa Daudi. Fafazi'a minhum, akafadhaishwa nao. Qalu la takhaf, wakamwambia usiogope. Khasmani, sisi ni timu mbili za wagomvi, tuna utesi. Bagha ba'duna ala ba'din, kuna ishara ya kudhulumiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Fahkum bainana bilhaqi wala tushtit, tulichokujia hapa tuhukumu kwa haki, wala usipendelee wala usidhulumu. Ukishatoa maamuzi yako kutuhukumu, wahdina ila sawa'i sirat, na utuelekeze kwenye njia ya sawa, njia ya uadilifu. Tukiondoka hapa mambo haya yawe yameisha, tusende kuendelea kuvutana tena huko nje. Alafu ndo wakatoa kesi yao. Inna hadha akhi, huyu ndugu yangu, lahu 99 najatan, ana kondoo 99 majike. Walia najatun wahida, mimi nina kondoo wangu mmoja tu jike. Faqala akfilniha, ananiambia huyu kondoo wako nipe mie nimchanganye kwenye kundi, nitamfuga pamoja na hawa, tufanye ushirika, watakuwa wetu sote. Yani mmeingia kwenye soko la hisa, kwa hiyo unanunua hisa 100%, mwenzako ana hisa 99%, wewe hapo una ushirika gani hapo? Kwa mfano, kwa hiyo ana kondoo 99, mimi na mmoja, lakini mwenye wengi ananiomba wangu mmoja nimpe yeye achanganye, tuwe washirika. Na kataa, ananizidi kwa hoja. Azani fil khitab, ana maneno huyu jamaa, humshindi. Alafu pia na ana misimamo ya kutumia nguvu, sio maneno tu peke yake. Daudi baada ya kusikiliza shauri lililoelezwa na mtu mmoja, na yeye akasema, qala laqad zalamaka, akasema kwa hakika anakudhulumu, bisuali naajatika ila niaji, kwa kumtaka kondoo wako mmoja achanganye kwenye kondoo wake wengi. Wa inna kathiran min alkhulatai, na hakika ya washirika wengi wenye kuchanganya vyao, la yabghi ba'dhum ala ba'd, huwa wanadhulumiana mwishowe. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa makosa kama haya hayapatikani kwa wale waumini wa dhati wenye kutenda mema. Wa qalilum mahum, lakini pia hao waumini wenye kutenda mema mara nyingi wanakuwa wachache mijini mwetu humu, watu wema wachache. Na Allah husema, wa qalilum min ibadi ash-shakur, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun. Walionyooka wanakuwa wachache sana, wengine ni mtihani tu mtupu, misigano kila pahali. Wanadai waumini lakini hawako perfect. Wadhanna Daudu annama fatannahu, Daudi akahakikisha kumbe ule ulikuwa ni mtihani tumemtahini. Fastaghfara rabbahu, akamuomba msamaha Mola wake. Wa kharra raki'an wa anab, akaporomoka kusali akajielekeza kwa Mola wake. Faghafarna lahu dhalik, tukamsamehe kosa hilo. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna maab, na Daudi ana nafasi kwetu na marejeo mazuri. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na maswala haya wenyewe wananikera, vipi ile swali. Kwa hiyo
bora niondoe deni. Ramadhani sijasema shehe nilimuuliza swali kanipotezea lugha za watu wa mjini. Swali moja linasema, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shehe, masahaba walikuwa na Qur'ani na Sunna na waliowafuata pia, yani walioishi baada ya masahaba tabi'ina, lakini sisi tumeathirika na ikhtilafu za madhehebu kuliko na Qur'ani na Sunna, kiasi tumejigawa kwa madhehebu. Swali lake liko hapa. Hayo yote yalikuwa maelezo. Nini kifanyike ili tubaki wamoja? Swala hili gumu kidogo kwa mie, lakini tukipitia Qur'ani tukufu ziko aya nyingi, lakini moja wapo iko kwenye sura ya pili, suratul Baqara, aya ya 213. Suratul Baqara aya ya 213. Allah anasema, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wama ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Nadhani kama tunaifahamu hii aya yenyewe ina jawabu ya swali lililoulizwa, tufanyeje mpaka tubakie wamoja? Kana an-nasu ummatan wahidatan, watu walikuwa ni umma mmoja. Na hapa napo patakuwa pana maswali mengi. Zama gani walikuwa umma mmoja? Na kuna dini tofauti, kuna umma zimeangamizwa. Mashekhe wanasema baba yetu Adam na yeye alikuwa ana hadhi ya unabii, aliwaongoza, kawalea wanawe, kawasimamia kwa mujibu wa wahi, muongozo aliopewa na Mola wake. Tangu walipotolewa huko walikokuweko kwenye janna, kaambiwa imma yatiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalik atatka ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Aya yetu tunaoenda kujibia swali nasema kana nasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja kuanzia wakati wa Adam mpaka wakati wa Nuh. Jili hizi zilizozaliwa hapo zilikuwa zinaendeshwa na kusimamiwa kidini kwa muongozo aliotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema wanawachuoni baina ya Adam na Nuh ni karine 10. Karine 10, yani miaka 110 baina ya Adam mpaka akaja Nuh. Kipindi chote hicho watu walikuwa wanasimamiwa kidini. Si kama waovu hawakuwepo, maana hata katika watoto wake mwenyewe baba yetu Adam mauaji ya kwanza yametokea kwa wanawe. Mefahamiana? Waovu wamo, lakini kinachozungumzwa ni usimamizi. Ile jamii inasimamiwa kidini. Kwa hiyo kama kuna sheria, kuna nini zinafanya kazi kuwadhibiti wale ambao huwa wanakengeuka. Dini ilikuwa inatawala muda wote huo.
Lakini baada ya muda huu fakhtalafu, watu wakahitilafiana, ndo wakaja hawa machizi fresh wakati wa Nuh wanahusiana, la tadharuna alihatakum, msikubali kuwadharau, kuwakataa, kuwadhalilisha miungu yenu. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Hapa watu walikuwa wana mambo yao na wakatengeneza misimamo iwe liwalo, lakini hakuna kubadilika kwenye dini yetu. Kwa hiyo hapa watu walihitilafiana, minhum man aman wa minhum man kafar. Wengine wameletewa taarifa ya hiyo dini ya awali, kaja mtume kawalingania, wakamkubali, ingawaje ni wachache, lakini walikubali, wakarejeshwa kwenye asili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapo hitilafu ilikuwepo tena kubwa. Kitendo hiki cha watu kutoka kwenye utaratibu wa asili wakajibunia mambo yao mengine ndicho kilichosukuma utaratibu wa kuletwa mitume. Fabatha Allahu an-nabiyyin, ndo maana Allah akawa analeta manabii. Maana inasimamiwa dini, watu wanaishi kidini, lakini kwenye jamii ya wenye dini na makafiri wanazaliwa. Wakiondoka wale wenye nguvu ya kusimamia dini, makafiri wanachukua nafasi, wanaimarisha ya kwao. Yakishaimarika yale ya kwao ya ukafiri, Allah anaona iko haja nipeleke tena mtume, analeta mtume. Na yakija yale ya mtume, msigano ndo kama mnavyoona kwenye Qasasul Anbiya. Haiwi rahisi kuwakaja mtume anakubaliwa tu, watu wana mambo yao. Fabatha Allahu an-nabiyyin, hii ndo maana Allah akawa analeta manabii mara kwa mara, mubashirin wa mundhirin. Manabii kazi zao ni kuwabashiria wale ambao watakapokuja kuhubiriwa imani, watakao ikubali, wanabashiriwa kheri. Lakini watakapohubiriwa imani, wanaoikataa, wanaonywa kwamba kuna shari. Mtume hana uwezo wa kufosi watu wote lazima mutii amri, anakuwa ni bashiran wa nadhira. Sasa kama mtume kazi zao ni mubashirina wa mundhirin, sisi tunaweza kuwafosi watu? Hata mtume wetu kaambiwa huwezi kuwalazimisha watu mpaka wawe waumini. Afa anta tukrihu nasa hata yakunu mu'minin, unafikiri wewe Muhammad una uwezo wa kuwalazimisha watu, kuwateza nguvu mpaka waamini? Huna uwezo huo. Innaka la tahdi man ahbabta, huna uwezo wa kumuongoza kila unayempenda, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah huwa anachagua mwenyewe, anamuongoza yule anayetaka. Anayemtaka Allah huwa ni yule aliyetaka mwenyewe, anayekataa hamlazimishi. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Kwa hiyo aya hii inasema fabatha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin. Allah alituma manabii wengi kuja kuwabashiria watakaokubali imani na kuwaonya watakaoikataa imani. Na hao mitume mubashirina wa mundhirina, wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqi. Kila mtume mursal Allah humpa kitabu cha kuwaongozea watu wake, na hiki kitabu kinakuwa cha haki, sio upuuzi. Hajakusudia kufanya mchezo. Anawapa vitabu kwa haki, wawaongozee watakaokubali. Liyahkuma baina an-nasi fima ikhtalafu fihi. Vitabu vilivyotoka kwa Allah ndio njia pekee ya watu wenye akili kutumia muongozo wa kitabu ili wahukumu mambo yaliyojiri baina yao, yale ambayo ndani yake wamehitilafiana. Liyahkuma baina an-nas, kapewa mtume kitabu ili ahukumu baina ya watu fima ikhtalafu fihi, kwenye mambo ambayo watu wameshakitilafiana. Muulizaji kasema Qur'ani tunayo, kwa nini tunakitilafiana? Mtume wetu ni mmoja, ndo huyo huyo, na tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa nini tunajikuta tofauti? Kama ni madhhabi yetu yawe ni ya yule mtume aliyetumwa kwetu au sio? Kwani mtume alikwenda mwendo upi? Ndo madhhabati. Tunatakiwa sote tufuate huko, kitabu ndo mwongozo wetu.
Mtume ndo kiongozi wetu aliotafsiri huo mwongozo kwa vitendo. Lakini Allah anasema wa makhtalafa fihi, hawahitilafiani kwenye mwongozo wa kitabu na usimamizi wa mtume aliyepewa kitabu, illa alladhina utuhu, isipokuwa wale wenyewe waliopelekewa hicho kitabu na huyo mtume. Hitilafu hufanywa na wenyewe wahusika. Kwa hiyo sisi ni Waislamu, tunasema la ilaha illa Allah. Haya manyago tunayatengeneza sisi wenyewe. Tunajua hata hutuba ya kuaga ya mtume, hutubatul wadaa, imenyooka, lakini hata ile hatuizingatii. Yale aliyoyatahadharisha, aliyoyaonya, sisi ndo tunaenda nayo. Kwa nini? Sababu inatajwa kwenye aya hii. Izingatieni vizuri. Wa makhtalafa fihi, hawahitilafiani kwenye kitabu, illa alladhina utuhu, isipokuwa hao waliopewa kitabu. Wenye kitabu ndo wanotengeneza hitilafu kwenye kitabu chao, na wanafanya hivyo min ba'di ma ja'atuhumul bayinatu, baada ya ubainifu kuwafikia. Weshaelezwa kila kitu, alafu wanafanya makosa ya maksudi. Kwa nini? Baghyan bainahum. Hiyo ndo sababu. Baghyan bainahum ni kutambiana, kila mmoja asema sisi ndo tunastahiki, fulani hastahiki. Watu wanaombiwa kamati za kupinduliwa kwenye kamati ya msikiti. Haya pia hamjasikia? Yani fulani anazingua, tumtoe. Yani juzi nimekuja zangu huku Mwanza, natoka Zanzibar nifika Dar es Salaam kusudi usafiri wa kuja zangu Mwanza. Kuna mtu kanipa mkasa wake pale Dar es Salaam. Anasema yeye alikuwa akachaguliwa mshika fedha wa msikiti wao, akazitunza pesa na kapangiwa majukumu kwa pesa zile, kuwalipa watu wa usafi wa msikiti, maimamu na huduma nyingine, mambo ya umeme, kila kitu, maji. Na mwenyewe ni mzuri wa kutunza kumbukumbu. Nimetumia hichi, risiti hapa nimetumia hichi, na hisabu kaiweka kamili. Sasa kuna watu wanasema walikuwa wanadai msikiti. Sijui wanadai kivipi, labda walitumika hawajapewa chao. Namna ya kujilipa, wakaona waombe ile dhamana ya pesa iende kwao. Wakamsubiri huyu jamaa kwa sababu ni mtu wa kuondoka, kasafiri, wakafanya mapinduzi. Wakachukua buku la pesa, wakaimiliki akaunti. Sasa lazima wenyewe wana utaratibu wa kufanya uchaguzi wa watu wa hizi dhamana. Asema watu wako wanaompenda yeye, wakamchukulia fomu, wakamjazia, wakatia saini, ikapelekwa. Watu wakaenda BAKWATA. Unaona watu si waadilifu, wanamchagua mtu nchini hayupo. BAKWATA wakaichukua ile, ni kweli huyo mtu hayupo, kwa nini kaingizwa kwenye uchaguzi? Watu wanataka wafanye uchaguzi haraka. Kwa hiyo kaja kakuta keshapinduliwa zamani, watu washachukua hazina ya fedha, kulikuwa kuna milioni kama kadhaa. Anasema ndani ya muda sifuri tu wamezila zote pesa, wajanja. Sasa ni nini? Baghyan bainahum. Hatuheshimu hata ile kusema Allah anatuona, hili ninalolifanya kesho litanigharimu, hatuna. Watu tunaangalia nini? Bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi mnakuwa mnaangalia maslahi ya dunia, ilhali akhera ni bora zaidi na ndio ya kudumu. Hapa mnaondoka, wewe jenga majengo yako, nunua magari, weka assets tele, unaziacha zote, unaenda kwenye kaburi ambalo hata hujaliandaa, hujalitayarisha. Hichi ndo kinachotuponza. Na usiniulize dawa ya hichi sinayo, lakini hichi ndo kinatuponza. Baghyan bainahum, napigana vijembe tu. Samsele msimsikilize. Yani nayo maagizo ya watu wa Mwanza, wameambiwa watu wa Mwanza wasimsikilize kabisa. Mimi ni mtu mubtadia nasukuma tu maneno, sina elimu. Nashangasha Hamza, unanitoa huko na nileta. Hichi ndo kilichopo.
Maana kusema kwamba tuna nguvu, tukizikusanya hizi nguvu zetu tukiwa pamoja tunafanya jambo, haiko hiyo fikra. Tuna fikra fulani tumtoe na fulani tumtoe, fulani tumtoe, kila mmoja anajiona yeye kwenye eneo lake. Hatuwezi kufika kwa namna hii. Kinachotuponza ndo hicho, sijui elimu yetu ndogo au tuseme ndo kupenda dunia zaidi, lakini tatizo liko hapo ndugu zangu. Baghiyan bainahum, yanajiri haya kwa sababu kila mmoja anafanya jeuri kwa mwenzake, hatuheshimiani. Wakati tumeambiwa tuwe ndugu, kunu ibadallahi ikhwana, udugu umeondoka. Tunaangalia maslahi ya dunia zaidi kuliko kutafuta thawabu za akhera. Tunajenga majumba ya duniani, tunasahau kutayarisha makaburi yetu ambapo ndo tunafikia kwenye maisha ya milele. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi biidhni. Kinachofanyika hali ikitibuka kama hivi, Allah huwa anawapiki, anachagua, anawapeleka kwenye hidayah wale walio wa kweli katika imani yao. Fahadallahu, jawabu hiyo iko hapa. Allah huwa anawaongoza, anawapa hidayah alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi biidhnihi, huwaongoza wale wenye imani ya kweli, akawaelekeza kwenye haki, wakaachana na yale ambayo yamehitilafianwa ndani yake, biidhnihi, kwa idhini yake Allah. Kwa hiyo Allah anatafuta cream, anatafuta quality Muslims, haangalii majority, anatafuta walio wa kweli. Sasa dawa, kama na sisi tunaweza kufanya kazi, tuwatafute wale walioelekea wanatafuta haki kwa Allah. Wale ndo tunakaa nao pamoja, tuna move forward. Tuwe na sira na tuwe na sera na dira, tujue nini tunalolifanya. Mtume alikuwa na watu wengi, lakini akaambiwa wa min ahli almadinati katika hao watu wa Madina maradu ila nifaq, wametopea wengi wao katika unafiki. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, wewe huwezi kuwajua wote, sisi ndo tunawajua. Sasa mtume alikuwa anapewa ishara za kumsaidia anapotoa majukumu ya kiutendaji. Alikuwa mwerevu sana kujua jukumu hili linamfaa fulani na si mwingineo. Hata watu wakihoji kwa nini awe huyo, anasema ni maamuzi yangu, huyu ndo anastahili zaidi kwa hili kuliko mwingine. Wallahu yahdi man yashau ila siratul mustaqim. Siku zote Allah huwa anatafuta wale walioelekea kweli, humuongoza Allah anayemtaka kwenye njia iliyonyoka. Kwa hiyo nini tufanye? Ndio hicho cha kufanya. Dini yetu haijaweka mipaka ya kijiografia kwamba kuna Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa Sudan, Waislamu wa wapi. Uislamu ulipofikia climax, Waislamu wote duniani walikuwa na kiongozi mmoja. Ili wameliweza makafiri, sisi tunashindwaje? Makatoliki wote duniani wana kiongozi wao mmoja. Ikitoka kauli Vatican inafanywa kazi mpaka Kisarawe na Bukoba na kwengineko. Sisi ndo tulipaswa tuwe hivyo, lakini imepotea hiyo. Sasa tumegawana matabaka ya hizo zinazoitwa nchi, au kwenye nchi zetu tunagawana kwa majimbo, hata mpaka kwenye msikiti namo pia utakuta mna vikundi. Hili ndo tatizo, na dawa yake tuwe tunatafuta lililokuwa la kutupeleka salama kwa Allah, tusiangalie maslahi ya dunia. Swala moja hilo naona nimejibu, kama mwenyewe kafahamu fa huwa almurad. Kuna swala jingine jipya limekuja sasa hivi, sasa ndo nitapata kujibu na lile jingine, na lile ndo kubwa zaidi. Hili linasema nini afanye aliyedhulumu mali au kitu cha mwingine, anataka kutubu, lakini aliyemdhulumu hana mawasiliano naye au amekufa. Sharti ya toba, wanawachuoni wanatuambia ni 3 sharti za toba. Sharti ya kwanza, lile kosa ulilonalo uliache mara moja.
Kama mwizi useme kuanzia leo mimi mwizi basi. Hatua ya pili au sharti la pili, ujute kwa nini ulifanya wizi. Lile jambo lisionekane kwamba moyoni mwako unalishabikia, uwe una majuto. Sharti ya tatu, utie nia ya kweli kwamba jambo hili katika maisha yangu sitolirudia tena, na ufanye hayo umemkabidhi moyo wako Allah. Allah ashuhudie hayo ni maamuzi yako kutoka moyoni. Yeye ndo mwenye kukubali toba za waja wake. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ewe mtume, waambie waja wangu waliopitiliza mipaka katika kudhulumu nafsi zao kwa kufanya makosa makubwa, musikate tamaa na rehema za Allah. Allah anasamehe dhambi zote. Uwe mkweli tu katika kutubu. Nasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi waumini, tubieni kwa Allah toba ya kweli. Toba ya kweli masharti yake ndo hayo. Acha kosa, ujute kwa nini ulifanya. Maana kama ulikuwa mzinifu uko zamani, sasa hivi umeme huna, hela huna, wanawake wenyewe hawakutaki, halafu bado unasema sasa hivi shatubu mimi. Lakini wakipita sasa, enzi zangu sasa hakuna wanaume. Nyewe wanaume wanapita mabinti kama hivi mmekaa tu. Enzi zangu, wewe hujatubu. Inaonyesha kilichopo ule uwezo tu huna. Ukirejeshewa uwezo utazichapa tena kama kawaida. Kama umetubu, akuone Allah moyoni lile jambo limekuudhi, kwa nini nilifanya? Alafu utie nia, sitotenda tena Mola wangu kwenye maisha haya. Inatosha kuwa ni toba. Kama ni haki ya mtu umemnyang'anya jana tu wa ujuzi unayo, hii umrejeshee mwenyewe. Usiendelee kutumia kitu baada ya toba wakati unacho. Ilishapita miaka hiyo, basi Allah mwenyewe anajua kufanya compensation kati yako na uliyemdhulumu. Mmenifahamu vizuri? Baada ya kutubu, unacho mkononi ulichodhulumu, mwenyewe unamjua, mrejeshe. Imepita muda, unacho tena, au ndo kama hivyo mwenyewe keshaondoka, hii tena muachie Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe mkweli tu kwenye kile ambacho umefanya katika toba yako. Wallahu a'lam. Swala jingine la ndugu yetu tulizungumza juzi hapa kwenye aya za mwanzo zile, am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, am lahum khazainu samawati wal ardi wa ma bainahuma, am lahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. Au hawa watu wamemiliki hazina ya rehema za Mola wako ambaye ni mwenye nguvu, ni mpaji, anatoa hiba kwa waja wake. Am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, au wao wana mamlaka ya mbinguni na ardhini na baina ya maeneo hayo. Falyartaku fil asbab, basi na wapande kwenye njia za kuwapandisha mbinguni. Muulizaji kauliza mbona watu wengine wanaenda mwezini? Na ina maana yeye ndo kaelewa wamefanya irtiqa, wakaenda kwenye asbab samawati wal ardi. Asbabu samawati wal ardi, shekhe wangu, hafiki mtu. Labda katika kumbukumbu zetu tunaambiwa aliyefika huko ni mtume kwa uwezo wa Allah mwenyewe. Ndo kafanyiwa safari ya Isra kutoka Baitul Muharram mpaka Baitul Muqdis, na akafanyiwa safari ya Mi'raj, akenda alikokwenda katika mbingu saba. Hawa wanaoenda mwezini, shekhe, mwezini ni karibu sana kwa masafa ya ulimwengu huu kabla ya kufika mbinguni. Na ndio maana nikasema suala hili halijibiki kwa mkato. Leo nimefanya darasa fupi ili nipate muda kidogo, japo kwa ufupi nilijibu, lakini limeingiliwa na masuala mengine, na sasa hivi muda wetu wa kuzima darasa umefika. Kwa hiyo nalo bora niliweke, nitakuja kulijibu kesho kwa ufupi. Nimfahamishe ndugu yetu baina ya kwenda mwezini na hichi kilichozungumzwa kwenye Qur'ani kwenda mbinguni. Natumai itaeleweka.